Samia Suluhu hapumui baada ya CNN kutoa ripoti nyingine ambayo imezua taharuki tena nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. CNN imetoa tena ripoti nzito inayokinzana moja kwa moja na msimamo wa serikali wa Tanzania, ikifichua sura mpya ya ukandamizaji uliotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Kabla ya kuweka hadharani, chombo hicho cha habari kilitumia maswali ya kina kwa msemaji wa serikali, kwa jeshi la polisi na kwa wizara ya afya, likitaka ufafanuzi kuhusu vifo, majeruhi na video zilizoonekana kusambaa mtandaoni. Hakuna taasisi yoyote kati ya hizo ilirudisha majibu. Ukimya huo hasa ndio msingi wa ripoti mpya inayotikisa taswira ya taifa ambalo kwa miongo kadhaa lilionekana kwa mfumo wa utulivu katika Afrika Mashariki. Baada ya ripoti ya kwanza, mengi yamekuwa yakitokea, huku uongozi wa serikali ya Tanzania ukilaumu taasisi ama shirika la CNN kwa kuchapisha habari ambazo zilikuwa kwa upande mmoja, wala hawakutaka kupokea majibu wala maoni kutoka kwa serikali. Ni swala ambalo limezungumzwa na kuibua mjadala mkubwa nchini na nje ya Tanzania. Ripoti hiyo inaibuka wakati ambapo mjadala wa kimataifa kuhusu hatima ya mamia ya waandamanaji walipoteza maisha na vilevile unaongezeka. CNN imeeleza wazi kuwa ujumbe wa serikali uliodai kuwa haukupata nafasi ya kujibu maswali hauendani na rekodi za mawasiliano yao. Hatua hii imeweka serikali ya Rais Samia Suluhu kwenye miali ya uchunguzi haswa wa kimataifa, kwani taarifa mpya imechora picha inayoonekana kuwa kali kuliko ile iliyotangulia. Katika kipindi kisichozidi saa kadhaa baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi, matokeo yaliyompa Rais Samia Suluhu 98% baada ya wapinzani wakuu kuzuiliwa kushiriki, makundi ya vijana waliingia mitaani na kupinga kile walichokiona kama uchaguzi usiokuwa na ushindani. Kilichofuata kwa mujibu wa uchunguzi wa CNN kilikuwa moja kwa moja matokeo mabaya zaidi ya ukandamizaji wa kiraia katika historia ya taifa hilo tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Video zilizojiolokeshwa, ushahidi wa picha kutoka simu za raia, uchambuzi wa kibalistiki na milio ya risasi na simulizi kutoka mashahidi zilionyesha polisi na watu wengine wenye silaha wanaoaminika kuwa wanaushirika wana vyombo vya dola wakifyatua risasi moja kwa moja kwa makundi ya wananchi wenye wengi wao wakiwa hawana silaha zaidi ya mawe au fimbo. Na katika baadhi ya maeneo vijana walionekana wakikimbia tupu mitaani huku milio ya risasi ikifuata nyuma yao. Uchambuzi wa CNN uliunganisha video hizi na maeneo halisi kupitia majengo, milima, anga na vivuli vya jua kuthibitisha kuwa matukio hayo hayakuwa tu ya kubuniwa. Na katika hospitali za Mwanza na Dar es Salaam, picha zilizopewa CNN na kuthibitishwa mahali zilipopigiwa zilionyesha maiti zikiwa zimejazana sakafuni, zingine zikiwa zimejazwa hadi kwenye vitanda vya kubebea wagonjwa. Katika hospitali ya rufaa ya Sekou Toure, mwili baada ya mwili uliwasilishwa kwa kasi kwamba mogi ilijaa ndani ya siku chache. Daktari mmoja aliyehudumia majeruhi kwa siku 4 mfululizo alieleza kuwa majeraha yaliyokuwa yanamfikia yalionyesha viwango vya matumizi ya nguvu visivyolingana na kudhibiti maandamano ya kiraia. Alieleza kuwa majeruhi wengi walikuwa vijana wenye risasi kichwani, vifuani, tumboni na kwenye miguu, ishara kwamba risasi hazikufyatuliwa hewani wala kwa lengo la kutawanya umati bali kwa ajili ya kuua. Katika Dar es Salaam, video iliyothibitishwa mahali ilikopigiwa ilionyesha maiti zikionekana kuganda sakafuni zikiambatana na harufu nzito ya kifo. Wizara ya Afya ilikana video hiyo. Hata hivyo, haikujibu maswali ya CNN kuhusu sababu ya ukaguzi wa picha hizo kukataliwa bila maelezo ya kitabibu. Mwanamke mmoja aliyeona video hiyo alimtambua ndugu yake katika wafu waliolala sakafuni. Alieleza familia ilikuwa imetafuta mwili wa ndugu huyo katika wafu waliolala sakafuni. Alieleza familia ilikuwa imetafuta mwili wa ndugu huyu katika hifadhi kadhaa za maiti bila mafanikio hadi walipoiona video hiyo.
Na kwa mujibu wa simulizi lake, ndugu huyo aliuawa akiwa kwenye balkoni ya nyumba yake mwenyewe. Na katika jiji la Arusha, uchambuzi wa kibalistiki wa sauti ulichora sura nyingine ya kile CNN ilichokiita ushahidi wa moja kwa moja wa matumizi ya nguvu kupita kiasi. Na katika tukio lililorekodiwa saa 3:27 mchana, kundi la vijana lilikuwa limekutanika msalabani. Polisi 10 walionekana wakiukaribia umati. Ndani ya dakika 2 milio ya risasi ilianza kusikika huku waandamanaji wakikimbia kwa hofu. Mwanamke mmoja akiwa na mimba ya miezi 3 alikimbia akishikilia fimbo na jiwe dogo. Upekuzi wa video ulionyesha shimo dogo kwenye nyuma ya blauzi yake, alama ya risasi iliyopenya kupitia mgongo wake. Alidondoka, damu ikimwagika. Alijaribu kuinuliwa na vijana wenzake, lakini mwili ulikuwa unazidi kupoteza nguvu haraka. Uchambuzi wa umeme na sauti uliofanywa na Profesa Rob Maher ulionyesha kwamba risasi iliyomuua mwanamke huyo ilifyatuliwa kutoka umbali wa takriban mita 112, umbali unaoendana na eneo waliposimama polisi katika video hiyo. Dakika chache baadaye, kijana mwingine alivurugika na kuanguka chini baada ya risasi kupenya kichwani. Alikuwa ameonekana awali akishikilia jiwe, lakini wakati risasi inamfikia hakuwa na chochote mikononi. Uchambuzi wa sauti ulionyesha kuwa alikuwa umbali wa mita 95 kutoka kwa polisi na alikuwa hai kwa sekunde chache, akivuja damu msalabani kabla ya mwili kuachia. Shahidi mmoja wa matukio hayo mawili alieleza CNN kuwa maandamano yalianza kwa utulivu, lakini kila mtu alipoteza mwelekeo mara polisi walipoanza kufyatua risasi bila tahadhari ya wazi. Alisema aliona mwanamke mjamzito akipigwa risasi mbele ya macho yake na kwamba jitihada za kumbeba zilisitishwa na milio ya risasi iliyokatiza kila jaribio la kumwokoa. Wakati Arusha ikipigwa risasi mchana, maeneo ya Dar es Salaam yalikuwa yanakumbwa na operesheni nyingine. Video kadhaa zilithibitishwa zilionyesha wanaume wenye silaha wakiingia kutoka kwenye magari meupe wakitembea kwenye mitaa ya Segerea na Tabata huku wakifyatua risasi walipokutana na makundi ya vijana. Picha za juu zilizopigwa kwa drone zilionyesha waandamanaji wakitawanyika wakikimbilia kwenye korido na viwanja vya nyumba za watu wakiepuka risasi zilizokuwa zinafuatana nyuma yao. Na katika tukio moja, gari jeupe lilisimama pembeni ya barabara. Wanaume 3 wakashuka na kuingia mitaani wakifyatua risasi mara kwa mara. Katika mfululizo wa matukio, watu 7 waliotambulika kama wachezaji chipukizi wa kandanda waliuawa majumbani mwao. Kampuni iliyokuwa imesimamia vipaji vyao ilitoa taarifa kwamba miili ya 6 kati ya hao 7 haikupatikana katika makaburi wala katika hospitali zozote walizozitafuta. Mwanamke aliyepoteza ndugu wawili katika matukio hayo aliambia CNN kuwa mwili wa ndugu yake wa pili haukupatikana popote nchini isipokuwa taarifa zilizothibitishwa za kuwa alizikwa bila majina katika maeneo yaliyokuwa yajulikanayo kuwa na makaburi ya pamoja. Na katika Kondo, eneo la Kunduchi Mwamba wa Dar es Salaam, picha za satellite kutoka Planet Labs na Venta zilionyesha udongo uliotibuliwa katika eneo lilokuwa tupu na takriban mita 60 kutoka kwa makaburi yaliyokuwepo. Uchambuzi wa satellite na Sentinel ulionyesha kuwa marekebisho ya ardhi kati ya Novemba 2 na 5. Video ya ardhini iliyotolewa kwa CNN ilionyesha udongo mpya uliovurugu ukiwa na mfululizo wa mashimo yaliyobandikwa kuashiria kuchimbwa kwa haraka. Kwenye baadhi ya maeneo mizizi ya miti ilionekana ilikuwa imetokeza juu, na sehemu nyingine mavazi yalionekana yakiwa yamelala juu ya udongo mweupe unaofanana mchanga ukitoka ardhini muda mfupi uliotangulia. Mashuhuda wa makundi ya haki za binadamu yaliambia CNN kuwa miili ya waandamanaji waliouawa katika siku zilizofuata uchaguzi ilisafirishwa kimya kuelekea eneo hilo. Hawakuwa na rekodi za majina na hawajui idadi halisi waliokuwa walikizikwa usiku wa manane. Ila baada ya uchaguzi, serikali itangaza zuio la kutoka usiku na ikakata interneti kwa muda ilipowashwa kwa sehemu wiki moja baadaye.
Mitandao ya kijamii ilikuwa imejaa video za risasi, maiti na vilio vya wananchi. Polisi walitangaza kwamba kushiriki video zinazosababisha hofu ni kosa. Ila pamoja na hilo, sauti ya umma haikukoma. Mashirika ya kimataifa nayo yakaanza kutoa tathmini zilizoangaliana ama zilizolingana kabisa na matamko ya serikali. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilisema kuwa makadirio ya vifo yanaweza kufikia mamia, huku idadi halisi waliokamatwa na kujeruhiwa ikiwa haijulikani. Kwa muda mrefu, Tanzania imejenga hadhi ya kuwa miongoni mwa mataifa tulivu zaidi barani Afrika, lakini ripoti hii mpya ya CNN ikiwa imejaa ushahidi wa picha, takwimu za kisayansi, ushuhuda wa hospitali na uchambuzi wa satellite imeleta taswira tofauti kabisa. Ukimya wa mamlaka kutoa majibu, uchunguzi wa kimataifa ukiendelea, umeacha maswali mazito kuhusu uongozi, uwajibikaji na mustakabali wa haki za wananchi. Tukio hili si tu hadithi ya maandamano, ni simulizi la taifa linalozidiwa na giza la ukatili, wakati ulimwengu ukiendelea kutazama na kusubiri majibu ambayo bado hayajatolewa. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na kusupport kazi yetu kwa kulike, kushare na vile kusubscribe. Vile vile kumbuka waweza kugonga alama ya kengele ili ukipokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.